صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان, watunabudi kumshukuru Allah jalla fi ulahu kwa kutuwezesha kukutana tena katika semina yetu hii nambari 7 katika mafunzo ya ibada ya hija. Kama kawaida tutakuwa na mzungumzaji wa kwanza, Mwalimu Abdallah, ataturudisha katika lengo tauhidi pamoja na ibada zetu, ili tunapokwenda kutekeleza ibada ya hija na zile ibada nyingine ziweze kusawia, ili tunapokwenda kuswali ikuwa swala moja na daraja 100,000, hiyo swala yenyewe iswaliwe ndivyo. Sasa tutakumbushana mawili matatu, hizi zile fadhila za kule tukazichukue 100%. Baada ya hapo atakuja mzungumzaji wa pili, ambapo tutaendelea pale ambapo tulipofika katika ibada yetu ya hija, ambapo tulianza na umra katika kuzunguka Al-Kaaba, na tutasonga mbele kidogo katika kufahamishana Safa na Marwa leo hii. Lakini kwanza tutakumbushana yale ya kuzunguka Al-Kaaba, tawafu, alafu ndipo tuende hatua ya pili. Mwisho tutakuwa na Amiri Ali, naye atatumalizia katika mshajihisho, faida na mwendelezo katika ibada yetu hii ya hija. Inshallah tunamwomba Allah tabaraka wa taala tuwafikishe katika jambo letu na tujalie salamu salimini na tufahamu vyema kabisa kuhusiana na mafundisho yetu ya ibada ya hija. Wallahu a'lam. Mwalimu Abdallah, tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuthibitisha kwamba yeye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa na haipasi kabisa kumshirikisha kwa aina yoyote za shirki, lakini pia tukamkubali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni kiongozi wetu ambaye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa kwetu ili kututoa katika kiza cha dhulma na upotevu na akatuingiza katika nuru ya uongofu ili tuzipate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hayo tunaendelea na ukumbusho wetu katika mada tuliyomalizia kipindi cha nyuma. Tulizungumzia swala la tuhara ambayo ni kwa mukhtasar, na tukagusa vigawanyiko vya tuhara na kadhalika, ikawa tupo katika safari yetu ya kuelekea kwenye swala. Kwa hiyo hayo yote ni maandalizi tu ya kuingia katika swala, zile ambazo tutaziswali hapa kwetu na zile ambazo Allah akituwafikisha tutaziswali katika miji mitukufu duniani ya Waislamu huko Maka na Madina. Kwa hiyo tuliishia kipengele cha mwisho, tukaanza kugusia usafi wa maji.
yani usafi wa maji, ikawa hatukuanza kuizungumza kwa sababu ya muda, ila tulitoa kipengele kimoja tu cha usafi wa maji, kwamba ni yale maji wewe mwenyewe kuyamiliki, maji kuyamiliki, isiwe maji ya mtu mwingine, au isiwe kwamba yale maji unatakiwa uyalipie, wewe hulipii ukajihalalishia kuyatumia, lakini aliyekurahisishia yale maji ya kufikie wewe ukamsahau, ikawa humlipi. Hiyo itakuwa yanaondoka katika milki yako maji yale, na itakuwa unapoitumia maji yale utakuwa unatumia kwa dhulma, na sijui sasa ibada yako itakuwa vipi, kwa sababu maji yenyewe ni ya wizi. Kwa hiyo hii ni tabia ambayo ipo katika jamii yetu, kwa baadhi yetu kuwa wagumu wa kulipa mahitajio kama hayo. Kwa hiyo tujitahidi, tujisafishe, tuyalipie maji, tuulipie umeme ambao tunatumia siku hizi. Kwa wale wenye tukuza alhamdulillah, lakini wale waliokuwa wajao wanatukuza wasitegee, kwa sababu huenda ikawa wewe unaswali usiku unang'arishwa kwa umeme, lakini umeme ambao unadaiwa hujaulipa, na pengine wala huna nia ya kulipa. Uislamu ni usafi, na usafi una maana pana, miongoni mwa maana zake ni hizo katika kila kitu. Kwa hiyo umiliki wa maji ni jambo la kwanza, lakini usafi wa maji yenyewe pia, yale maji sasa uliokuwa nayo, je, ni yepi? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa anzalna minas samaa ma'an tahura, na tumeteremsha maji kutoka mbinguni ambayo ni tohara, yani safi. Miongoni mwa maji safi kabisa ni maji ya mvua yanayoteremka kutoka mbinguni. Pia tuna maji mengine masafi, maji ya bahari, ya mito, maziwa, visima, ya theluji na kadhalika, yale yote ambayo haya kunajisika. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, almau tahur la yunjisuhu shay illa ma ghalaba ala launihi au ta'amuhu, ala launihi au ta'amihi au rihihi. Maji tohara kama hayo tuliyoyasema hayo, basi hayanajisiki, yani hayachafuki, hayaondoki katika utohara wake, ila yale ambayo yamegeuka rangi yake, ladha yake na harufu yake. Nini maana yake? Hapa panatukwaza mara nyingi. Unaweza kuwa umekutana na maji kwenye mabonde mashimo hivi, ikawa wewe kila yale maji ukichimba unakuta rangi yana udongo, yana rangi kama ya udongo, si rangi ile tulioizoea. Sasa na wewe uko katika mazingira hayo, sasa je, utafanyaje hapo? Mimi ninakumbuka mwaka mmoja nilikuweko Mpwapwa kwa Dodoma ndani, maji tuliokuwa tukitumia huwezi kuamini, ni rangi ya udongo, na hayo yanatoka kwenye mfereji, sio kwamba tunaenda kuchota kwa kata, kwenye mfereji. Kwa hivyo hayo ni maji rasmi
tena mjini Mpwapwa. Sasa usipate tabu Muislamu, yale itakuwa rangi ile ndio itakuwa rangi ya asili. Maji alikuyapata kwako yanakuja vile vile kiudongo udongo, basi itakuwa ni maji yako ya asili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ma'u tahur la yunjisuhu, maji tohara hayanajisiki au hayanajisiwi ila kwa kugeuka hizo rangi tatu, hayo mambo matatu. Kwa maana ile maji yaliokuwa ya asili, rangi ya asili, yale maji ya udongo udongo yale kama yataingia rangi ya bluu, basi yatakuwa ishakuwa hayafai kuyatumia. Sasa kuyatumia huku kunajisika huku, inawezekana imeingia najis. Kuna najis tuliyoizoea, lakini pia na najis za tohara na zilizokuwa si tohara. Ziko najis tohara, kwa mfano wanyama wale wanaoliwa, ng'ombe, kuku, mbuzi, hawa hivi vitu hivi, au bata wote, mikojo yao, kinyesi chao, wale kinakuwa sio najis. Ule unakuwa uchafu tu, haupendezi kwenye macho, lakini haya ile sio najis. Kwa hivyo, kwa mfano mavi ya ng'ombe yameingia katika ndoo yako ya maji ambayo ndio unaotaka kutilia udhu, lakini ikawa mavi yale hayakugeuza ladha wala rangi wala harufu, basi wewe utayatumia maji yale pamoja na kuwa ndani mna mavi ya ng'ombe au mavi ya kuku. Cha msingi uchunge hizo hali tatu: kuto kugeuka rangi, ladha na harufu. Lakini maji hayo ndo hiyo hiyo yakiingia mkojo, iwe wa mtoto au mtu mzima, labda mtoto yule mwanamme mahsusi ambaye tulimzungumza safari ile, yale hata kama hayakugeuka rangi, hayakugeuka ladha, yale yatakuwa yashanajisika kwa maji ya ndoo moja. Yasiyo najisika ni yale maji ambayo tunaita qullatain. Yale qullatain ikiingia najis yoyote ile ya hivi najisi za nini, tuseme haram, yani najis, kwa mfano kinyesi cha binadamu, mkojo wa binadamu, wapaka, yani uchafu wote ambao unatokana na wanyama wasioliwa, wale vinyesi vyao na mikojo yao, ile itakuwa najis. Sasa yameingia katika hii qullatain. Qullatain ni maji aina gani? Yale maji ambayo yametimiza madebe 12 au tangi moja, au sisi tunasema lita ngapi ile kwa siku hizi, lakini hapa takriban sote alhamdulillah tunajua tangi na madebe. Kwa hiyo yakitimia kama hizi madumu haya 12, maji yale yako pamoja, ikiingia najis ile ambayo hata kama ile ya mkojo wa mtu, ya kinyesi cha mtu, lakini maji yale hayakubadilika rangi, harufu wala ladha, basi wewe utatumia. Ni sawa sawa na yale maji ya ndoo moja yameingia kinyesi cha ng'ombe au mbuzi. Maji ya qullatain, yani ni maji mengi. Chini ya hapo, chini ya qullatain, haya yakiingia najisi, hawa wanyama tuliowasema hawaliwi hawa,
wakiwemo miongoni mwao si wenyewe binadamu, chini ya kullatain, hata kama hayakubadilika rangi, ladha wala harufu, hiyo itakuwa ishanajisika. Ila unaweza ukayatoharisha pamoja na najisi ile kwa njia moja, kwa njia mbili. Kwanza ni kuitoa najisi yenyewe, ile najisi iliyokuwemo ndani unaitoa, alafu baada ya kuitoa sasa utaongeza idadi ya maji ili yafikie kullatain, ili uweze kuyatoharisha yale maji kwa kuyatumia. Narejea tena, maji ambayo yamenajisika hayakutimia kullatain. Sasa na pengine wewe yale ndio ulioyaandaa kuyatumia, maji yenyewe ya shida. Kwa nini ufanye? Ni kuondosha najis. Kwanza utaiondosha najis, utaiopoa, alafu utaongezea maji mpaka yafikie kiwango kile cha kullatain. Lile tangi moja lile ambalo tulikuwa tunatumia na tumiwa mafuta sijui nini kama hivi, yakifika kullatain, ikiwa hayakubadilika rangi, sasa hayakubadilika harufu, utayatumia yale, yatakuwa ni mau tahuru, yatakuwa maji tohara. Nafikiri imefahamika vizuri. Kama sijafahamika nirejee tena, kwa sababu la huku mtu asije akachanganya la huku. Ikiwa maji yoyote hayakuharibika kwa ladha, harufu wala rangi, basi hayo ni maji tohara kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatabadilika endapo yatabadilika yakiingiwa na najis au chochote. Yawezekana hata sio hata najis, yametiwa rangi ya ubuli tu au rangi ya juice au kama hivyo mchuzi, juice ile sio najis, lakini huwezi kutumia kwa ajili ya kujitoharishia mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu imeondoka rangi ya asili, harufu ya asili na ladha ya asili. Sasa hizi vitu vitatu, ladha, harufu na rangi, sio kwamba vyote viwe vimebadilika, iwe kimoja tu kati yake. Yale maji ladha yake ni ile ile, harufu yake ni ile ile, lakini rangi yake imebadilika, basi atakuwa yashaharibika. Kwa hivyo hivi vitu vitatu, rangi, harufu na ladha, sio kwamba vyote virieti, kimoja tu kikichomoza kwamba hichi kimebadilika, basi maji yale yatakuwa sio safi, na huwezi kutilia udhu, wala huwezi kuondoshea najis, wala huwezi kukogea kuondoshea hadath kubwa, kwa sababu yale si maji tohara, yani si maji tahuru. Kwa hiyo njia moja ya maji, na tuone kwamba kumbe tunaweza tukahalalisha, tukayatoharisha maji ambayo yameingia najis, ni kuyaongezea idadi tu, na ikifika kullatain hayakubadilika, basi wewe unatumia maji yale. Lakini kuna kitu chengine katika hii kujitoharisha, hii tohara au matumizi ya maji. Kuna mtu kenda haja. Sasa ile haja, baada ya kumaliza haja yake yoyote ile, anatakiwa ajitoharishe kwa kutumia maji hayo ambayo tumeyazungumza. Sasa inawezekana ikawa hayo maji yenyewe hana, yuko sehemu kame, hamna maji, ameyakosa maji, afanyeje? Ni kitu maarufu kwetu kwamba utastanji. Utastanji kwa njia gani? Utastanji, wanatuambia watu wa fiqh, kwa kutumia kitu
kigumu maarufu hasa jiwe, lakini huna jiwe, basi hata ubao, jiti ama una nini ile kipande cha kuni na kadhalika, lakini kitu chochote ambacho ni kigumu na kinaweza kikafyonza ile najisi, basi unajisafishia kitu, ila wewe mwenyewe ujiaminishe hivyo kwamba sasa nina stanji au najinadhifisha kwa njia ya kustanji, na njia hiyo itakuwa haifai endapo maji yapo, labda iwe mtu yale maji yanamdhuru. Yakiwepo maji, kustanji itakuwa haichukui nafasi, haina nafasi. Sasa mara ngapi utastanjia? Ni kuanzia mara 3. Kwa mfano umeenda choo kikubwa, kwa hiyo utachukua jiwe lako moja au jiti lako moja, utachukua chengine mpaka uhakikishe imesafika. 3 havijatosha, utaongeza vingine mpaka uchafu ule uhakikishe umeondoka, ladha, harufu na rangi. Kwa pale utajitahidi kadri ya uwezo wako kuondosha hali hiyo. Lakini kuna kitu chengine, kuna kitu istikbal qibla, kuelekea kibla wakati wa kufanya haja zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu anapokwenda haja kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla, amekataza kwa hadithi sahihi kabisa. Hapa nayo lakini iko mbali kidogo. Lakini hii hadithi inafanya kazi wapi? Mahala pa wazi. Uko sehemu, kwa mfano uko mwituni pale, mahala pa wazi, au umejibanza kichochoroni hapo, umekwenda umeshikwa, ngaji haipendezi, ni bora upige hodi. Ukiwa unahisi mahala nyumba za nini, upo usalama, piga hodi ukaombe. Kwa hapa kwetu naona bado tuko vizuri, alhamdulillah. Lakini huna kwenda kumuomba, sasa pale hutakiwi kuelekea kibla, kwa sababu uko eneo la wazi. Usielekee kibla wala usikipe mgongo kibla. Mtume kasema elekea mashariki au magharibi. Sasa je, hii hali ya kuelekea kibla, ya kuto kuelekea kibla na kuto kukipa mgongo kibla mtu anapokwenda haja ni kila sehemu? La, ni sehemu ya wazi. Ukiwa chooni, choo kile kimejengewa, kile special kinaitwa ni choo, haitwi kibla pale, wala huwezi kuswali. Labda ile dharura kubwa kwamba we umefungwa, umewekwa rumande, pale pana kinyesi, lakini huna pa kuswalia, basi utajibanza hivi, utaswalia japo huku kuna kinyesi. Manake sasa imekuwa dharura, na wale waliokuweka rumande hawayajui hayo, hawayakubali. Hapo itabidi lakini ikiwa choo kimefungwa au kimezibwa pembe zote 4 kwa mfano, basi wewe pale uhisabiki kama umeelekea kibla, kwa sababu kwanza sio nia yako kwamba wewe umeelekea kibla. Wewe nia yako unaingia chooni, nafanya haja zangu, na kile choo kimeandaliwa makusudi. Choo usibabaike. Wengine wanafika kubadilisha jengo kwa sababu pengine ile sinki imewekwa kwa mle, akiingia chooni ataona kama imeingia kibla. Kuna ulazima huo, kwa sababu kile ni choo special, ni choo. Na choo ni kipi?
Chooni ile sehemu ambayo wewe unafanyia haja, pale ndo chooni. Kwa mfano hapa msikitini hapa, umeenda zako baada ya fereji ile pale mbele, unangojea pana vyoo viwili. Sasa wewe pale umekaa standby, unangojea mwenzio atoke uingie pale, si chooni. Chooni kwa yule aliyokuweko ndani pale ulipo pale. Tutasema tu kwa mazoea ni eneo la choo, lakini sio chooni. Uhesabiki pale kwamba uko chooni. Kwa hata mtu akitolea salamu unamuitikia, sio tena akitolea salamu baadaye unaomba pale nilikuwa niko chooni. Chooni yule alokuweko kwenye haja. Kwa hiyo tohara kwa ufupi tuichukue hivyo, na tukitanguliwa na zile uondoshaji wa haji nini, ile hadath kubwa ambayo ni hedhi, nifasi, janaba, kifo na kuzaa. Mtu anapokufa ni lazima akoshe. Mtu anapopata janaba ni lazima akoge. Yeye hakoshi, lakini akoge. Anapopata nifasi akoge. Anapopata hedhi akoge. Lakini pia na anapozaa, anapojifungua pia anatakiwa akoge. Hadath kubwa. Kujifungua ni hadath kubwa. Labda iwe hivi kwamba huyu mara baada ya kujifungua akaanza kupata hedhi pale pale, akapata nifasi pale pale, yeye atakwenda kukoga kwa kujisafisha tu, kwa sababu ile hadath haiwezi kuondoka. Ile alokusudia kuiondosha kwamba ameenda kukoga ili ni kwa kuondosha ile hadath ya kuzaa, sasa imeingia ya nifasi, kwa hiyo pale haiwezi kuondoka, ataenda kukoga kikawaida, sio kisharia. Kisharia atasubiri mpaka nifasi itakapokatika. Lakini hapa tunazungumzia yule ambaye kajifungua asubuhi, pengine kakaa mpaka jioni, hajapata hedhi, hajapata nifasi. Kwa hivyo hawezi kukaa huko kutoka asubuhi mpaka jioni. Inambidi pale akisha kujifungua tu, bila shaka matayarisho ya mtoto atafanya wale wapokezi. Kwa hivyo ataenda kujinadhifisha na atasubiri mgeni wake nifasi, lakini hadath ile ya kukoga itakuwa kishaiondoa. Kwa hiyo kukoga sasa, hii kukoga nayo ina matatizo. Wakati mwingine watu wanakoga kwa adhabu. Kwa vipi? Ndoo ya maji inabidi aweke kule, yeye akae hapa, yeye ndiye akachukua maji kule, anakuja kukoga huko. Isitoshe, kama hilo bado, hiyo kata hiyo anaiweka juu ya kichwa hivi. Sasa anafanya mapambano, yani panakuwa na mashindano hapo. Anaambiwa yeye, kaambiwa kwamba yanapogusa yale maji, yani maji yaguse pamoja na nia, yani vitu viwili vikutane. Wanaofahamu haraka wanakuwa wanafahamu, lakini wasiofahamu haraka inawapatisha tabu. Na tunasema hayo kwa nini? Kwa dalili, kwa sababu tunapata masuala sana hayo. Sasa ni vipi kukoga? Kukoga nguzo zake ni mbili tu, baada ya kuwa na maji tohara ambayo tushazungumza. Jambo la pili ni nia. Kwa wale wenye hadath kubwa, wataenda kujisafisha kwanza, kuhakikisha ule uchafu wote umeondoka, ikiwa wa janaba, ikiwa wa hedhi, ikiwa wa nifasi. Ajisafishe, na yapo ya kufanya mengine lakini tunazungumza haya ya lazima. Maji yake tohara, yeye yupo na maji yapo sasa. Kwa hiyo kinabakia kitendo cha kukoga. Kitendo cha kukoga kina nguzo mbili. Nguzo ya nia, kwanza uwe una nia, ambayo hii nia inaingia katika kila ibada, katika kila jambo, sio ibada, kila jambo.
inaingia nia. Hata unapoendesha chombo chako basi utie nia. Sasa kama utasema nawaitu hiyo tena sijui. Sasa tunakusudia ukusudie ndani ya moyo kwamba mimi sasa naendesha chombo changu, na ndio maana dua ya kusafiria havikukaa bure hivi vitu. Kwa hiyo maji yawe tohara, wewe utie nia na maji yale ujinyunyizie, yani maji yachuruzike mwili mzima, yateremke chini mwili mzima, sehemu zote, mpaka zile sehemu ambazo ukisimama haziwezi kupata maji. Kwa hiyo itabidi uchutame, uhakikishe kwamba maji yamefika, na maji yale usiyapakae, maji yale yapite yenyewe, yachuruzike, sio upakae kama hivi, kama unapiga landa unapaka rangi. Kwa hiyo ukinyunyizia maji mwili mzima na hata wale waliosuka, kwa sababu na kina mama wale waliosuka, endapo watahakikisha kwamba maji yatafika, nywele zote zitapata maji, basi si lazima kunini ile kufumua nywele, hasa kwa mambo ya janaba. Hii hedhi nifasi itakuwa ni katika jumla ya kujinadhifisha zaidi, yani kujini. Lakini kwa janaba utakuwa wewe kila wakati unakwenda ukafumua nywele. Uhakikishe tu kwamba maji yamepata kichwa chote. Kwa hiyo ni kuwa na maji mengi ya kuhakikisha kwamba umekirovya kichwa chote na maji yale yanachuruzika, maji yale yawe yanachuruzika. Usije ukasema mimi na hodhi langu, kwa hivyo nitaingiza kichwa changu pale maji yote yapate na nywele zote zipate maji. Yale maji uliyoweka kwenye hodhi yatakuwa hayafai, kwa sababu yale yametuama, na maji yanatakiwa yachuruzike. Kwa hiyo nia na kunyunyiza maji, wewe wakati ushatia nia, manake ndio ishaenea mwili mzima hiyo nia yako. Kwa hiyo usipate tabu kwamba nawaitu unatia maji, yametangulia maji, naanza upya nawaitu. Hiyo ni adhabu hiyo, na utakuwa unajitesa. Na Uislamu umekuja kwa njia ya wepesi, haikuja kwa njia ya mashaka, tabu, kusumbua. Uislamu haukuja hivyo. Kwa hivyo wewe umeingia chooni, maji yako hayo hapo, hiyo ni tayari peke yake ni nia kwamba mimi nakusudia kukoga. Basi ukisha kusudia kukoga, ukichukua maji yale ukinyunyiza, ina maana nia na maji yamekutana automatically, bila ya kupania nguo na waitu manange nafikiri imeeleweka. Kwa hivyo unanyunyizia maji mwili mzima, ukihakikisha umesafisha, mfano kucha zako ziwe safi, zisiwe zimebeba uchafu ambao uchafu ule utazuia maji yasiingie kule ndani ya kucha na kadhalika mfano wa hayo. Baada ya hapo utaenda zako, zitafuata hatua nyingine, ili kwa ajili ya kwenda kuchukua udhu. Na ule udhu ni sunna, tulizungumza hii. Sasa ni sunna kwamba unapotaka kwenda kukoga utie udhu, ni sunna ni sunna, unatia udhu baada ya kuwa ushajisafisha, naenda kutia udhu, alafu unakoga. Endapo katika kukoga kwako kule hukujikusa kwa matumbo ya mkono haya, matumbo haya, wala kwa hizi nyayo za miguu, kwa sababu hizi ndo zenye hisia na haya matumbo ndo yenye hisia. Hukujigusa tupu mbili. Tupu mbili ni zile tupu mbili, sio jirani ya tupu mbili. Wakati wengine mtu anajigusa paja anaona ndo keshajigusa. Tupu mbili zile maarufu tupu mbili.
ilokuwa haijagusa ile jirani ni jirani, ingaje ni uzuri usijiachie moja kwa moja, uwe na tahadhari. Lakini hata ule utupu wako umejigusa kwa huku nyuma ya kiganja hichi cha mkono, huku hakubatilishi udhu. Huku nyuma, huku mgongoni, huku hakubatilishi udhu. Udhu unabatilika kwa huku, kwa sababu huku hata ukimgusa mtu huhisi wewe, hakupi hisia. Hata kama ni mkeo hakupi hisia, unaweza ukapata hisia tena hizo za kufanya tu, za kulazimisha, lakini kisharia pale hujamgusa mtu, hujaugusa utupu. Kwa hiyo baada ya hapo, ikiwa hukujigusa tupu mbili, utakuwa una udhu na unaweza ukenda ukatekeleza ibada yako. Bora mtie udhu mwingine, ni vizuri zaidi, sababu utakuwa umepandishia udhu, na hiyo si vibaya kwa wakati wowote, sio hapo tu. Hata kama umekaa muda mrefu hujajitia udhu, umekaa na udhu wako, kwa mfano umekaa msikitini tokea alasiri mpaka magharibi, yanaingia magharibi, wewe uko safi, akikasema nataka tunaita kutajdid, unaenda kutia tena kwa Kiswahili kufanya mpya ule udhu. Hilo si jambo baya na inapendeza kama umekaa muda mrefu. Kwa sababu ya muda tutafika hapo inshallah, na safari ijayo au wiki ijayo ya semina yetu tutakuja kuzungumzia, tutaingia katika sharti, tutaendelea na sharti za swala, ambayo miongoni mwa sharti ni hii ya tohara ya usafi. Kwa sababu hii ni pana, imebidi tuichambue kidogo kidogo, lakini pia kuna sharti nyingine za swala, nazo ni muhimu sana, hasa sharti ya wakati. Kwa hivyo hayo inshallah tutakuja kuendelea katika vikao vyetu vingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.